Nchi yetu hii kwa pamoja ni nchi tajiri sana, lakini watu wake ni maskini na umaskini wetu ni wa kutengenezwa. Tumekuwa tukisikia kuhusu uchumi wa bluu. Hakuna ufafanuzi wa kina unapoambia watu uchumi wa bluu maana yake nini. Tumekuwa na nchi ambazo mnazifahamu kama nyingi tu kama Norway na nchi nyingine, lakini tumekuwa na nchi ambayo zinafanana tu na Zanzibar hii, kama Dubai. Dubai ilikuwa nchi maskini, watu wake walikuwa wanatembea wanaokota tende miaka ya 69. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru, Dubai ilikuwa na watu 70,000. Wamevumbua pipa lao la kwanza la mafuta mwaka 69. Leo kwa watu walioenda Dubai wanajua ninachokizungumza. Watu wetu wengi wanakimbia kwenda kutafuta vibarua kule. Badala ya Zanzibar ingekuwa ni sehemu ambao watu wanakimbilia kuja kutafuta vibarua, watu wetu wanaenda kuteseka Omani, si wapi, kufanya kazi za ndani, wanapata mateso kwa sababu tuna viongozi madarakani wasiokuwa na uwezo wa kutumia rasilimali zetu kubadilisha maisha ya watu. Hii bahari Mungu ameiweka hapo ili wanufaishe. Tuna nautical miles karibia 12 na tuna maili 200 ndani. Nilikuwa napitia hapo na nilikuwa namuonesha mwenyekiti hapo kwamba Norway wamefanya uvuvi kwa mwaka 2023-24, export ya mazao yanayotokana na uvuvi baharini ni dola za Kimarekani bilioni 9.4. Ukizikonvert kuja kwenye fedha za Kitanzania ni trilioni 30 za Kitanzania. Sasa budget ya Tanzania nzima, budget ulipe mishahara, waibe, wafanye nini, ni trilioni 42. Uvuvi kwa mwaka mmoja Norway trilioni 30. Kama tungekuwa na viongozi wanaowapendeni nyie, sio wezi walioko madarakani kwa majina ya viongozi, hii bahari nyie mngekaa nyumbani na mtu unalipwa milioni 10 huko nyumbani, unakula starehe, boti zinaingia humo 20 tu zinavua samaki, viwanda vinachakata. Tusingezungumza kuhusu mtu kukosa ajira, tusingezungumza kuhusu watu wetu kukosa chakula, tusingezungumza kuhusu barabara mbovu, tusingezungumza kuhusu watu kusoma kwenye shule za hovyo, tusingezungumza kuhusu watu kukaa kwenye majumba ya hovyo. Tuko kwenye umaskini kwa sababu tuna watu madarakani wasiokuwa na uwezo wa kubadilisha maisha ya watu. Tumekuja kwenu na tunaomba mtuunge mkono.